nipende sana kuwashukuru, yani nashindwa kuelezea shukrani zangu za dhati, lakini itoshi kwa kusema kwamba nashukuru watu wote ambao wameweza kuhudhuria katika charity hii ya leo. Sina neno zaidi. Nawapenda sana watu wote na nazidi kuwaombea katika masomo yao, kazi zao, wazazi wao na kila kitu chao ambacho watakuwa wanahitaji na haja za moyo wao. Nitoshe kusema hivyo. Jina langu ni Sabi Isaac, ni rais wa asasi ya Udaliso. Asanteni sana. Nipende pia kuwaalika watu wote. Huu ilikuwa ni mwanzo, nadhani leo itakuwa charity yangu kama sio ya 9, ni ya 10 kuweza kutembea katika charity hii. Nipende kuwaalika watu wote, sponsors pia nipende kuwaalika muweze kujitokeza kwa wingi kuweza kusupport kwa ajili ya kufanya majambo kama haya kwa charity, lakini pia na event nyingine. Lakini pia watu wote niwaalika katika charity zinazokuja. Ushirikiano tuliotoa leo tuweze kushirikiana pia daima na tuweze kupendana na kushirikiana. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Charles Mkwabe Mwita, japo wengi wananijua kwa jina la Charles Yamo Yema. Mimi ni mkurugenzi na mwanzilishi wa Proud Foundation. Ni taasisi ambayo inaundwa na wanafunzi kutoka vyuo tofauti tofauti, nikimaanisha kuna vyuo kama Kampala, DMI, DIT, UDOM, UDSM, NIT na hivyo vinginevyo. Hii ni taasisi mpaka sasa ambayo ina takriban mwaka mmoja ikiwa inafanya matukio ya charity katika vyuo tofauti tofauti. Na mpaka sasa naweza kusema tumeweza kuwafikia watoto zaidi ya 300, na mpaka leo ninavyoongea sasa hivi tumeweza kutembelea kituo cha watoto wetu Tanzania. Lengo letu ni kuzidi kutengeneza jamii ambayo ni bora kwa kila Mtanzania, nikimaanisha kwa watoto ambao ni yatima, watoto ambao wametelekezwa. Hivyo sisi kama sisi tukiamua kujichanga, kushirikiana na wadau mbalimbali na watu wote ambao wanasema ni volunteers chini ya team ya uongozi wa Proud Foundation, tunaweza kufanya jambo ambalo ni kubwa katika ile taifa na katika jamii. Hivyo basi sisi tumekuwa mstari wa mbele katika masuala yote ya matendo ya huruma katika jamii, na tunaendelea kufanya matukio mengi, na naamini katika mwaka huu tutafikia vituo vingi kwa uwezo wa Mungu. Kwa majina naitwa Hope Ndimbo, ni mwakilishi kutoka Proud Foundation. Nasoma chuo kikuu cha Kampala, Dar es Salaam. Tumefurahi sana kushiriki katika hii charity ya watoto wetu Tanzania. Tulikuwa na watoto wetu, tumeenjoy, tumecheza, Tunapokuwa wenyewe, nguvu inayokuwepo sio sawa na nguvu ambayo inaundwa na makundi mengi tofauti. Mfano siku kama ya leo, muunganiko wetu wa Udaliso na Proud ni muunganiko ambao umeleta nguvu zaidi, kwa sababu katika event zilizopita watu waliokuwa wanahudhuria walikuwa takriban 25-30, lakini leo hii tupo watu 70. Na maana umoja ni nguvu. Hivyo nguvu tunaipata kwa njia gani? Kwa njia ya kuungana pamoja katika kufanya matendo ya huruma. Wanavyuo ambao bado hawajaweza kufika kuhudhuria katika event yoyote ya matendo ya huruma, mimi kama mwakilishi na mwanzilishi wa Proud Foundation nawaasa sana kuwaomba, kwani hili jambo hata katika Biblia limetutaka sisi binadamu wote kuweza kushiriki katika matendo ya huruma katika jamii kwa kuwasaidia wajane ambao hawana wazazi, watu wa mitaani, ili kutengeneza kitu ambacho kila mtu anajivunia kwamba angalau na mtu ambaye anafanya kazi kama ndugu yangu anikumbuka katika kila hatua. Hivyo kufanya hili swala ni baraka tosha kwetu sisi, lakini pia na kwa watoto. Hivyo sisi kama sisi tunavuna baraka, lakini pia mimi mwenyewe naongezea experience katika uongozi na timu nzima. Hivyo tunapokuja katika sehemu moja tunatengeneza network. Network vipi? Umekutana na mtu kutoka sehemu mbali, mwingine mjasiriamali, mkiinteract na badilishana mawasiliano leo na kesho, kama mpo kwenye sekta moja, inakuwa ni rahisi sana kufanya jambo kubwa katika ile taifa. Kwa sababu tukisema kwamba wanaosaidia tu ni watu ambao wamejipata, huenda hata makanisa yangelikuwa wasaidii watu. Kwa sababu hata